Kuna watu wanaamka kila siku wakijiona hawana bahati. Wanahisi kama maisha yao yamewachezea, kama hawajawahi kubarikiwa hata kidogo. Wanaangalia wengine wakifanikiwa, wakisonga mbele, na wao wanabaki pale pale wakijiuliza, mimi nimekosea wapi? Lakini ukweli ni huu: unaweza kuwa tayari umebarikiwa, ila hujagundua tu. Sio kila baraka huja kwa pesa, na sio kila mafanikio yanaonekana kwa macho. Na leo utafungua macho yako, kwa sababu kama una hata kimoja tu kati ya hivi vitu vitano, basi kuna kitu kikubwa sana tayari kiko upande wako, hata kama hujawahi kukitambua. Moja, una afya, hata kama sio kamili. Watu wengi wanadharau sana afya mpaka pale wanapoipoteza. Unaweza kusema, lakini mimi si mzima kabisa, nina changamoto kadhaa. Lakini hebu fikiria, kuna mtu hospitalini sasa hivi angefanya chochote awe na uwezo wa kusimama kama wewe. Kuna mtu hawezi hata kupumua vizuri bila msaada. Kuna mtu anahitaji msaada kwa kila hatua. Wewe unaweza kutembea, unaweza kuamka, unaweza kufanya maamuzi. Hiyo peke yake ni baraka kubwa sana. Afya sio ukamilifu. Afya ni uwezo wa kuendelea. Na kama bado una uwezo wa kuamka kesho na kujaribu tena, basi hujaishiwa. Pili, una akili ya kutambua na kujifunza. Sio kila mtu ana uwezo wa kubadilika. Kuna watu wanaishi maisha yale yale kwa miaka 10 bila mabadiliko yoyote. Lakini wewe uko hapa, unasikiliza, unatafuta kuelewa, unataka kubadilisha maisha yako. Hiyo sio kawaida, nakwambia. Uwezo wa kujifunza ni nguvu kubwa sana. Ni kama kuwa na ufunguo wa milango mingi, hata kama bado hujafungua wote. Kila kitu unachojifunza leo kinaweza kubadilisha kesho yako. Watu wengi wanatafuta bahati, lakini ukweli ni kwamba uelewa ni bahati yenyewe. Na kama una akili inayoweza kuona tofauti kati ya jana na kesho, basi tayari uko mbele ya wengi. Tatu, una watu wanaokujali, hata kama ni mtu mmoja tu. Huenda huna marafiki wengi, huenda familia yako sio kamilifu, huenda kuna majeraha ya mahusiano, lakini jiulize, kuna hata mtu mmoja anayejali uwepo wako? Mtu anayekujali unaponyamaza, mtu anayekumbuka uwepo wako, mtu ambaye angehuzunika kama usingekuwepo. Kama jibu ni ndio, basi uko peke yako, na hiyo ni baraka ambayo watu wengi hawana. Dunia imejaa watu wengi sana, lakini wengi wanahisi upweke. Kuwa na mtu mmoja wa kweli ni bora kuliko kuwa na watu 100 bila maana yoyote. Usidharau hiyo. Hiyo ndio msingi wa nguvu ya ndani. 4, una changamoto. Ndio, hii ni baraka. Hii inaweza kushangaza kidogo. Unaweza kusema changamoto ni baraka vipi? Lakini ukweli ni huu: hakuna ukuaji bila maumivu. Changamoto zinafanya kitu kimoja muhimu sana: zinakulazimisha kukua. Zinakusukuma nje ya comfort zone yako. Zinakufundisha vitu ambavyo usingejifunza kwenye hali rahisi. Kila mtu aliyewahi kufanikiwa alipitia kipindi ambacho kilimvunja kwanza. Kwa hiyo kama unapitia wakati mgumu sasa hivi, inawezekana kabisa upo kwenye hatua ya maandalizi. Sio mwisho wako, ni sehemu ya safari. Watu wengi wanaomba maisha rahisi, lakini maisha rahisi hayazai nguvu hata siku moja. 5, una nafasi ya kwanza tena. Hii ndio baraka kubwa kuliko zote. Kama bado una nafasi ya kujaribu tena, basi bado na kila kitu. Haijalishi umeferi mara ngapi, haijalishi umechelewa kiasi gani, haijalishi umepoteza nini na wapi. Kama bado uko hai, kama bado una pumzi, kama bado unaweza kufanya uamuzi mmoja mpya leo, basi hadithi yako haijaisha. Watu wengi wanajifungia kwenye makosa yao ya zamani. Wanajiona kama tayari wamechelewa. Lakini ukweli ni kwamba maisha hayapimi ulipoanza, yanapima ulipoamua kubadilika. Na huo uamuzi unaweza kuanza leo. Chukua sekunde chache, fikiria maisha yako kwa utulivu. Sio yale ambayo bado haujayapata, bali yale ambayo tayari uko nayo. Ni rahisi sana kuangalia kile ambacho hakipo na kusahau kile kilichopo. Lakini mara nyingi baraka haziji kwa kelele. Zinakuja kimya kimya. Zinajificha kwenye vitu vidogo vidogo. Na watu wengi wanazikosa kwa sababu wanatafuta vitu vikubwa. Kwa hiyo leo badilisha mtazamo wako.
Badala ya kujiuliza kwa nini sina hiki, anza kujiuliza nina nini ambacho wengine wanakitafuta. Utashangaa kwa sababu mara nyingi kile unachokiona kawaida ndicho mtu mwingine anakiona ndoto. Na ukweli ni huu, baraka hazianzi pale unapopata kila kitu. Baraka zinaanza pale unapothamini kile ulicho nacho. Hivyo kama una hata kimoja tu kati ya hivi vitu vitano, basi hujaachwa nyuma, haujaishiwa. Upo kwenye njia na kuna kitu kinaendelea kujengwa ndani yako, hata kama wewe binafsi haujakiona. Endelea kusonga, endelea kuamini katika mchakato, na zaidi ya yote usidharau hatua ulionayo sasa.